Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Tunaendelea na darasa letu la mafunzo ya swala. Nilitangulia kusema kwamba tutakuwa na mambo matatu katika somo la leo, katika tambihati, uzinduzi kwa wale wanaoswali. Jambo la kwanza nilizungumza, tutaongelea masala ya al-iqaa. Al-iqaa kati ya sijida mbili. Jambo la pili tutaongea kutoka rakaa ya kwanza kuja rakaa ya pili, namna ya kuinuka, unainukaje? Jambo la tatu tutaongelea maeneo yanayofaa kuinua mikono katika swala. Haya ni mambo matatu katika wakati huu insha Allah wa darasa letu hili, tutakumbushana. Haya, tuulizane, tumesema mambo mangapi? Jambo la kwanza al-iqaa, la pili tatu. Tayeb, ulama wanasema tuanze na al-iqaa. Al-iqaa ni nini? Al-iqaa ni jilsatul iqaa fi salah, kikao cha iqaa katika swala. Tani kinakusudiwa nasbul qadamain wal julus walal aqbain, kunyosha au kusimamisha nyayo mbili na kukaa juu ya visigino viwili. Hiyo ndiyo al-iqaa. Sura yake mmeielewa? Sasa al-iqaa sehemu yake ni wapi? Jilsatul iqaa, kikao cha iqaa. Jilsatul iqaa tajuzu baina sajidataini faqat, kinafaa kati ya sijida mbili tu basi, ama sehemu nyingine hakifai. Wa ghairu hadhihi aljalsat, ukitoa kati ya sijida mbili vikao vingine, hiya khata'u fi salati illa li ahli al-a'dhar, hiyo itahesabika mtu akikaa iqaa ni makosa katika swala, isiyokuwa kwa mtu mwenye udhuru. Yeye ataruhusiwa akae kwa sababu ya udhuru wake. Sasa tuje kwenye mfano. Na iqaa imegawanyika sehemu mbalimbali, lakini ina sura mbili. Iqaa ina sura mbili. Katika mifano tutaonesha sura tatu za iqaa. Katika hizi tatu, moja ndio itajuzu, au tukijalia mbili basi moja inajuzu, ingine inakuwa haijuzu. Ndio pale unasema al-iqaa al-mashru' wal-iqaa al-makruh. Kuna iqaa ambayo ni sheria na iqaa ambayo sio sheria, ambayo ni karaha kwa mtu mwenye uwezo, isiyokuwa yule mwenye udhuru. Sura ya kwanza iqaa, mswaliji an yaj'ala dhuhura qadamaihi ala al-ardh, ni anayeswali akaweka au akajalia
juu ya nyayo zake au ya miguu yake, ikawa juu ya ardhi. Wa yajlisu ala aqibaihi, na akakaa juu ya akalia aqiba yake. Aqiba maana yake nini? Visigino vyake, yani mwisho mwa miguu yake. Mfano tutaleta. Pili, ayajala asabi ya qadamaihi fil ard, ajalie vidole vya mguu wake au miguu yake miwili viwe katika ardhi. Watakunu uqbahu qaimatain, na visigino vyake vinakuwa vimesimama. Wa alyatahu baina aqibai, na makalio yake mawili yanakuwa kati ya visigino vyake viwili. Hii sura ndiyo sura ambayo ni mashruu. Ya tatu, an yulsiqa aliyatayhi, ni kuambatanisha au kugusisha makalio yake mawili bil ard, kuambatanisha na ardhi. Wa yansiba saqaihi wa fakhidhaihi, na akanyosha saki zake mbili na mapaja yake mawili. Wa yadau yadaihi au wayadaa yadaihi ala al-ard, kisha akaweka mikono yake juu ya ardhi. Tuanze na sura ya kwanza, ambao sura inayofaa al-iqa'u al-jaiz, iqaa inayofaa. Baada ya kuwa tumeeleza iqaa ni nini na sura zake, sasa tuje katika katika mfano. Hiyo ndio iqaa. Tuoneshe iqaa inayofaa kwa maelezo yetu. Hiyo ndio ya kwanza inayofaa. Isiyofaa mpaka hapo umeelewa iqaa? Huenda watu walikuwa hawajawahi kuisikia, ndio faida ya kusoma Huenda watu walikuwa hawajawahi kuisikia na wala hawajawahi kuiona. Kwa tumeona iqaa inayofaa ni moja, sura mbili zinakuwa hazifai. Sawa, iqaa inayofaa ndio hii hapa tumeieleza. Hii inafaa kati ya sijida mbili ambao ni iqaa'ul mashruu. Ama hii ya pili inayofuata, hii haifai, ambao tumeona au unaona katika mfano haifai. Hii iqaa inakuwa ni makuruhu, ambao wakati mwingine tunaona kwenye swafu za swala baadhi ya watu wanafanya, si ndio? Isiyokuwa tumesema itakuwa iqaa kwa mwenye udhuru, atakaa sehemu yoyote, ama asiyekuwa na udhuru atakaa isiyokuwa kati ya nini, ya sijida mbili basi. Na mnakumbuka kuna mtu aliuliza swali wiki iliyopita kwa hiyo tumemjibu swali lake, ndio hilo limejibiwa. Ndio maana leo nilitaka nije na darasa fupi la kueleza hali hiyo. Alhamdulillah, mpaka hapo pameeleweka.
Tuhame sehemu ya pili. Sehemu ya pili ni ipi? Tumesema sehemu ya pili ni haya, namna ya kusimama kutoka kwenye rakaa ya kwanza kuja kwenye rakaa ya pili. Ulama wanaeleza kama madhhabi ya Hanabila, Imam Ahmad bin Hanbal, yeye anaona kwamba mswaliji atatoa takbira, ayukabbir, atatoa takbira, fayaqumu ila rak'ati thaniya, atasimama kuja kuitafuta rakaa ya pili, ala suduri kadamaihi, juu ya sehemu ya juu ya miguu yake, mu'tamidan ala rukubataihi biduni julusi, hali ya kuvitegemea magoti yake mawili pasi na kukaa, kikazi kinachoitwa ulama wanakiita jilsatul istiraha, kikao cha kustarehe. Haya ndio hadha huwa almashhur min madhhab al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ama madhhabu ya al-Imam ash-Shafi'i radiyallahu anhu, madhhab ya Imam Shafi'i, yeye anasema ya kwamba namna ya kutoka rakaa ya kwanza kuja kusimama kwenye rakaa ya pili utakujaje? Akasema ya kwamba atatoa takbira kama kawaida, thumma yaqumu, kisha atasimama, mu'tamidan ala yadayhi, hali ya kutegemea mikono yake miwili, kama huwa almashhuru min madhhab al-Imam ash-Shafi'i, kama ilivyokuwa mashhuru katika madhhab ya Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala. Hii ndiyo aina mbili, au hizi ndizo aina mbili za kusimama kutoka katika rakaa ya kwanza kuja rakaa ya pili. Hadhihi aljilsa mashhura inda alulama bismi jilsatul istiraha. Kikazi hiki ulama wanafahamu kwamba ni kikazi cha kustarehe, afikisha unakuja kusimama. Sasa tuje katika mfano, wabilmithali yatadhihu almaqal, si ndio? Kwa mifano maneno yatakuwa wazi. Huenda bado hamjanielewa, lakini kwenye mifano huenda tutaelewana. Na hivi ndivyo ambavyo kinakuwa hiki kikazi, kinakuwa katika sura hii ifuatayo. Tumeelewana ya mashaikh? Tumeelewana? Hivi ndivyo kinavyokuwa hiki kikazi, ambapo hiki kikazi tutakiona katika swala zetu, watu wanavyoinuka kutoka rakaa ya kwanza kuja rakaa ya pili, ima akatumia hii hali ya kwanza au akatumia hali ya pili. Hapo tumeelewana? Tumalizie sehemu ya tatu ambayo ndio mwisho. Tulisema na sehemu gani? Tayib, maeneo ya kuinua mikono katika swala. Tayib, maeneo ambayo unatakiwa uinue mikono, maeneo ambayo unatakiwa uinue mikono katika swala ni sehemu 4, hazizidi. Sehemu ya kwanza inda takbiratul ihram, wakati wa kutoa takbira ya kuhirimia, Allahu akbar, hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inda rukui, wakati wa kurukuu, Allahu akbar. Sehemu ya tatu inda raf'i min ar-rukuu, wakati unainuka kutoka kwenye rukuu, sami Allahu liman hamida. Sehemu ya 4
inda alqiyami min at-tashahhud al-awwal, wakati unasimama kutoka tahiyatu ya kwanza kuja kuitafuta rakaa ya tatu, Hizi ndiyo sehemu 4 ambazo inafaa kuinua mikono, ama sehemu nyingine inakuwa haifai. Tumeelewana hapo? Nadhani hapa hahitaji mifano, kila mtu ameshaelewa, si ndio? Au tutoe mfano? Unaweza ukauliza, ikiwa rakaa ya 4, wewe rudi pale pale kutoka mfano rakaa ya 3 kuja ya 4, umetoka chini, Allahu akbar, pale hautoinua mikono, utakuja tu utaweka Allahu akbar, sawa? Kwa sababu tumeambiwa ni baada ya tahiyatu ya kwanza. Ushatoka tahiyatu ya kwanza, unaposimama pale ndio utainua Allahu akbar kama kawaida. Simelewana? Tayeb, tuishie hapa kwa siku ya leo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.